Vijiji vya Chungi, Katobo na Kaniro vilivyoko katika eneo la Bahunde, wilaya Masisi, mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, vimeripotiwa kurejea chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23 jioni ya Alhamisi Februari 26 baada ya mapigano makali dhidi ya makundi ya wazalendo. Maeneo hayo yanachukuliwa kuwa ya kimkakati kwa kuwa yanadhibiti njia za kuelekea mji wa madini wa Rubaya. Wazalendo walikuwa wameyakamata vijiji hivyo Jumatatu iliyopita, lakini baada ya siku 4 ya kudhibiti walilazimika kujiondoa kufuatia mashambulizi yaliyoimarishwa na vikosi vya ziada vya AFC M23, kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama na kiutawala vya eneo hilo. Kurejea kwa vijiji hivyo mikononi mwa waasi kunadhibitisha kuongezeka kwa mapigano katika sehemu hiyo ya Masisi, ambako kwa takriban wiki moja imekuwa kitovu cha makabiliano ya mara kwa mara kati ya pande hizo mbili. Harakati ya wanajeshi na kuwasili kwa vikosi vya ziada kumeripotiwa siku za karibuni, zikionyesha juhudi za kuimarisha ngome katika maeneo muhimu. Hadi sasa hakuna takwimu rasmi zilizotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au uharibifu wa mali. Hata hivyo, wakazi wa eneo hilo wanasema milio ya risasi na mashambulizi ya mabomu yamesababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Mabadiliko haya ya kijeshi yanaibua hofu ya kuongezeka zaidi kwa ghasia wilaya ya Masisi. Endapo mapigano yataendelea au kusambaa katika maeneo mengine, kuna uwezekano wa kushuhudiwa wimbi jipya la wakimbizi wa ndani au wa nje, ambao wengine wataelekea huko Rubaya, Nyabihondo au maeneo mengine yanayodhaniwa kuwa salama zaidi. Masisi tayari imeathiriwa na wimbi la wakimbizi katika miezi ya karibuni, huku shinikizo la kibinadamu likiongezeka. Familia nyingi zinazokimbia mapigano kuacha mali zao, mazao yao na vyanzo vya mapato, hali inayoongeza ugumu wa maisha katika eneo hilo. Mapigano makali yameripotiwa kuendelea Ijumaa Februari 27 mwaka 2026 katika eneo la Kinyumba, wilaya ya Masisi, mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mapigano hayo yanawakutanisha waasi wa M23 ARC AFC dhidi ya jeshi la serikali FARDC likisaidiwa na makundi ya kujilinda yanayojulikana kama wazalendo. Taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo zinaeleza kuwa mapigano yalianza mapema asubuhi na yanaendelea kushika kasi katika ukanda huo unaochukuliwa kuwa wa kimkakati. Hali hiyo inakuja wakati eneo la Masisi likishuhudiwa kuongezeka kwa mashambulizi na makabiliano katika siku za karibuni, hali inayoongeza hofu kwa wakazi. Aidha, Alhamisi Februari 26 majira saa 12 za jioni, drone iliripotiwa kurusha mabomu katika mtaa wa Isiro, eneo la Nyabihondo, bado ndani ya wilaya Masisi. Shambulio hilo la anga limezua wasiwasi kuhusu kuimarika kwa uwezo wa makundi yenye silaha katika kutumia teknolojia ya kisiasa vitani. Kamanda wa kikosi cha wazalendo katika nyanda za juu Ngoma Mzito, mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa DRC, ametoa wito kwa wapiganaji wenzake kuendelea kuimarisha mapambano dhidi ya makundi yenye silaha bila kukata tamaa. Wito huo umetolewa wakati mapigano yakiendelea kuripotiwa mara kwa mara katika maeneo ya nyanda za juu, hali ambayo imeongeza hofu miongoni mwa wakazi. Baadhi ya wananchi wameripotiwa kuyahama makazi yao au kusitisha shughuli zao za kila siku kwa kuhofia usalama wao. Kamanda huyo amesema wazalendo wako tayari kuwalinda raia wasio na hatia na kupambana na makundi ambayo anadai yanahatarisha usalama wa wananchi kwa kushambulia vijiji, kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali. Aidha, amewahimiza wapiganaji kuendelea kulinda maeneo yao na kukabiliana na kile alichokitaja kuwa ni makundi yenye silaha yanayodaiwa kuungwa mkono na serikali ya Rwanda, madai ambayo yamekuwa yakitolewa mara kwa mara katika muktadha
wa mzozo mashariki mwa DRC. Tuko rekomande na bale bakule kubahombo bale. Niko natosha komisio ape kuna bafata boti kule. Bale kama ba mitera banani boti banakuya huko. Bakekala kule nje wanataka kumchungia adui. Hapana. Tuko rekomande kufanya entretien ya kujifamiliarize na magrupe bote wa pembeni wenyewe bulikuwa unaleta vikwazo juu ya kuungana kwa kupigana vita ambaye tuko naye. Tutafanya commission yenye tutakutana na chef d'état major na ba membre d'état major general. Tunatafuta komanda atatukomande si bote. Okay. Mnanisikia? Ndio. Tutatafuta komanda des opérations. Mimi atasimamia operation. Akashindwa tunanome mwingine. Mnanipata? Ndio. Na hii komba tutaipikana na strategie ya infantry militaire. Equipe par equipe. Mnanisikia? Ndio. Equipe par equipe, section par section. Kila mtu sasa mnaenda kuonesha age amuniantie. Kila mtu anaenda kwenda kuonesha demonstration de force. Mnanisikia? Ndio. Mimi navalaka mailizi. Mimi nilifanya hivi. Mimi nilifanya hivi. Pale sasa njoo kwa kuonesha sasa afanye. Pale njoo mtaona ile mnataka arc-en-ciel mchana inashuka usiku inageukia mchana inageuka usiku. Santa. Tupende obie tupikane kwa vita. Mahakama Kuu ya Kinshasa Matete imemhukumu adhabu ya kifo mwanamume aliyepatikana na hatia ya kumuua mamake mzazi katika manispaa ya Kinsenso. Mshtakiwa Josue Kaniki Kasongo alikuwa anakabiliwa na mashtaka ya mauaji ya kukusudia pamoja na vitendo vilivyoelezwa na mahakama kuwa vya kikatili na vya kudhalilisha utu wa binadamu. Kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa mahakamani, tukio hilo lilitokea kufuatia mzozo mkali wa kifedha uliodaiwa kuhusisha deni la dola za Marekani 10,000. Tukio hilo liliripotiwa kutokea katika kitongoji cha Kinsenso, tarafa ya Moamba, kusini mwa mji huo. Meya wa Kinsenso Gode Answel Okel Muntingi alieleza kuwa mshtakiwa alimnyonga mama yake mwenye umri wa miaka takribani 60 kabla ya kumkatakata mwili kwa kutumia panga. Inadaiwa pia alijaribu kuchoma baadhi ya sehemu za mwili na kuhifadhi vipande katika friji ndani ya nyumba yao. Majirani waliotoa taarifa kwa mamlaka baada ya kuhisi harufu kali kutoka katika makazi yao. Polisi walipofika kwa kufanya upekuzi, walikuta sehemu za mwili wa binadamu zikiwa zimehifadhiwa kwenye friji na nyingine ndani ya nyumba. Baada ya kusikiliza ushahidi wa hoja za pande zote, mahakama iliridhika kuwa kosa hilo lilithibitishwa bila shaka na hivyo kutoa hukumu ya adhabu ya kifo dhidi ya mshtakiwa.